kura kwa mara ya kwanza. Kina Gen Z hao. Kina Gen Z, vijana Gen Z kuanzia mwaka 2007 hapa kurudi nyuma wako kwenye mchakato. Sasa sisi tukupitisha kwenye nembo yetu ya uchambuzi wa kina kwa uchaguzi wetu wa leo, na kuna mambo mengi ya kufahamu kwenye mfumo huu ambao tayari umeshajijenga na vitu vingi sana vya msingi vya kufahamu. Kwa ufupi tu tunaweza mimi nianzie kwenye ramani huku. Hii ramani hapa tuna majimbo yetu 272 ya uchaguzi ambayo kwa Tanzania ndiyo yatakayofanya uamuzi kuanzia kwenye maeneo yote ya ubunge, lakini pia hadi urais. Tuna majimbo 272 ambayo watachagua, wananchi watachagua wabunge wao 272 kwa upande wa Tanzania, na majimbo yatakayopiga kura kwa upande wa bunge ni 270. Kuna sababu ya msingi, majimbo mawili uchaguzi wao umeahirishwa kwa muda kwa sababu wagombea walifariki dunia kule Siha mkoani Kilimanjaro, lakini pia kule Fuoni Zanzibar. Kwa hiyo watapiga kura ya diwani na ya rais, lakini kwa wabunge kwa majimbo hayo mawili hawatopiga. Kwa hiyo kwa hapa pote ndipo ambapo Watanzania watakuwa wanajiwinda leo kuanzia saa 1 mpaka saa 10 kukamilisha mchakato wote. Katika hawa wote ambao wamejitokeza 17, atapatikana mmoja wao kati ya hawa kuongoza Watanzania kwa miaka mingine 5 ijayo ya uchaguzi. Vyama 17 ambavyo vimesimamisha wagombea wao katika mwaka huu wa uchaguzi 2025. Sasa hapo kuna mambo mengi ya kusimulia, tutakuja hapo baadaye. Kuna utamu mwingi sana wa kusimulia hapo. Sasa kwa upande mwingine kuna jambo hapa Elizo amesema, jambo la kuonesha la maana kabisa, jambo la mbolea liko hapa. Watanzania ambao wamejiandikisha kupiga kura kwa mwaka huu ni Watanzania 137,647,230 na watano kwa ujumla wake. Hao ndio tunategemea idadi hiyo tuone kura zao kwenye sanduku ili milioni 37 watu wakisema bwana tumechagua kiongozi wetu iwe kwa uhalali huo wote. Sasa tukaangalie mgawanyo kwa upande wa maeneo haya mawili. Tunajua tuna Tanzania bara lakini pia na Tanzania visiwani. Kwa upande wa Tanzania bara waliojiandikisha kupiga kura ni 136,650,932. Hii idadi sawa na 97.4% ya wote waliojiandikisha kupiga kura kwa mwaka huu. Lakini pia kwa upande wa Zanzibar 996,303. Hii ni sawa na 2.6% ya Watanzania wote. Sasa kwa muhtasari kama nilivyosema awali, pia tunayo majimbo 272 ya uchaguzi kwa mwaka huu, lakini katika mikoa yote 31 kwa Tanzania bara na Tanzania visiwani, na majimbo yetu tulionayo kwa Tanzania bara ni 222 na kule Zanzibar ni 50. Hapa kuna kitu kingine cha kutazama sana, maeneo ya ubunge kwa bara. Kuna maeneo ambayo yana wagombea, yana watu waliojiandikisha idadi yao ni kubwa zaidi. Mkoa wa Dar es Salaam hapa kinara kabisa, ndugu zetu wa pale Temeke, wao wako 560,788. Kwa upande wa jimbo linalofuata kwa idadi kubwa ya watu ni Segerea, bado ni Dar es Salaam, wao wako 545,797. Kawe inashika nafasi ya 3 kwa waliojiandikisha kwa wingi wa kupiga kura wakiwa ni 532,173. Hapa wanakuja kutoka Mwanza Tanzania ni Nyamagana, wao wako 436,774. Kwa upande wa Arusha nayo inajitokeza hapa, Arusha ikiwa kwenye zile 5 bora ambazo zina waliojiandikisha kwa wingi kupiga kura mwaka huu wakiwa 435,119. Wanarudi tena Dar es Salaam, wako watu wa Ubungo hapa, wapo 424,693. Jimbo la Kibamba jirani yake Ubungo wapo 407,629. Ilemela kutoka Mwanza 367,205. Wanafuata watu wa Kinondoni tena Dar es Salaam, wapo 366,234, na ile 10 bora inayofunga hapa ni kutoka jimbo la Morogoro mjini wakiwa ni 366,078. Kwa hiyo kwa Tanzania bara haya ndio majimbo 10 yenye wapiga kura wengi zaidi, na hapa Dar es Salaam
eneo dogo kijiografia, lakini ikiwa watu wameshonana Dar es Salaam na wanakwenda kufanya haki yao. Naona Gabriel, kuna jimbo lako hapana shaka huko. Ndio, naona hapo kwamba katika Gabriel ulisema unaishi nje kidogo ya mkoa wa Dar es Salaam. Sasa hadi kwenye kuibora kule hapa zile kumi za watu wachache. Unajua Dar es Salaam, Estero Mafuru, ni jiji la kibiashara, na unaweza ukasema kwamba sasa hivi Dar es Salaam haina mwenyewe. Watu kutoka maeneo mbalimbali wanaishi Dar es Salaam, na kama unavyojua nchi yetu haina masuala ya ukabila, ukanda, udini, kitu chochote. Yani wewe unatoka huko Moshi unakuja unaishi Dar es Salaam, unaenda kuishi Mwanza, unaenda kuishi Zanzibar, yani unaweza ukaishi mahali popote, na likiwa ndo jiji ambalo limechangamka, basi kila mtu anataka kuishi pale, kufanya biashara hii, na biashara zinakuwa zinatoka. Na ndio maana hata katika majimbo ambayo yameongezwa mwaka huu ni Dar es Salaam muongeza majimbo mawili. Kwa hiyo kiashiria kwamba maana kigezo chenyewe cha kuongeza majimbo ni kama idadi ya watu imekuwa kubwa. Imekuwa kubwa kuzidi 600 pale mijini na 400 kwa majimbo ya vijijini. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni jiji ambalo linakuwa, na bila shaka uchaguzi unaokuja mwingine huenda Dar es Salaam majimbo yakaongezeka zaidi. Na ukijaribu kuangalia hapo jimbo la Temeke, kwa pengine uko mbeleni yawezekana kidogo na hapo kidogo, ili kurahisisha mambo wanaweza kalikata zaidi. Maana hapo tayari wako ni 560,788. Na taratibu zinasema kwamba ikifika 600,000 wanaweza wakaomba jimbo likagawanywa. Kwa hiyo bado kidogo inawezekana. Na hapo ametoa Chamazi, mjue. Sasa hivi Chamazi walitoa Chamazi humo, ndio Chamazi imezaliwa kutoka by the way, bado ni kama ni wilaya ya Temeke. Ni Temeke ile. Sasa tumeangalia majimbo yenye watu wengi, lakini kwa Tanzania bara pia kuna majimbo yenye wapiga kura waliojiandikisha wachache. Kwa uchache wao bado wanasimama kama sehemu ya uwakilishi kieneo vile vile. Sasa Madaba, halmashauri ya Songea, kuna wapiga kura 44,055 waliojiandikisha mwaka huu. Kule Mafia Pwani wamejiandikisha 45,783. Kondoa ni 49,509. Kule Mchinga Lindi ni 52,592. Pangani Tanga wako 57,077. Kwa Bunda Mara 58,908. Busokero wao wapo 62,144. Kuelekea Handeni wako 62,606. Kwa upande wa Lupembe wao wako 62,972, na jimbo ambalo kwa idadi ya watu waliojiandikisha kwa uchache wao lakini kwa wingi wao kimaamuzi wako 63,387. Hii ni kwa upande wa Tanzania bara. Hebu twende Zanzibar pia tutazame hali ikoje. Kuna majimbo ambayo haya majimbo yenyewe yana idadi dogo ya watu, nayo yako kwenye 10 ile bora kwa idadi ya watu. Jimbo la Chake kutoka kule Pemba, wilaya ya Chake kusini Pemba, wao wako 1,942. Kwa upande wa 379, Chumbuni wako 2,439. Tukielekea Chonga wao wako, hii bado ni kusini Pemba, wako 2,892. Wete kutoka wilaya ya Wete kaskazini Pemba, mkoa wa kaskazini Pemba, wao wako 3,085. Kutoka kule wilaya ya Mkoani kusini Pemba, jimbo la Mkoani, wako 3,097. Mtambwe wako 3,169. Jimbo la Chambani kutoka wilaya ya Mkoani kusini Pemba wako 3,287. Jimbo la Ole wako 3,456, ni wilaya ya Chake kule kusini Pemba. Hiyo ni kwa upande wa wapiga kura wachache kule Zanzibar. Kwa upande wa wengi, majimbo yenye idadi kubwa ya wapiga kura ni jimbo la Paje. Huku Paje wao wako wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, wako 11,457. Nungwi wanafuata wakiwa na wapiga kura 11,100. Kwa upande wa Kiembe Samaki wako nafasi ya 3 wakiwa na wapiga kura
waliojiandikisha 11,037. Jimbo la Tunguu linafuata likiwa na wapiga kura 10,682. Dimani wapo nafasi ya 5 hapa wakiwa na wapiga kura 9,614. Jimbo la Welezo wakiwa na wapiga kura 8,815. Jimbo la Pangawe wao wako 8,583 kutoka wilaya Magharibi, mkoa wa Mjini Magharibi. Jimbo la kwa upande wa jimbo la Uzini wako 8,034 na jimbo la Mwera wako 7,641 na jimbo linalohitimisha kwa idadi kubwa ya wapiga kura kule Zanzibar linatoka mkoa wa Mjini Magharibi, wilaya ya Magharibi wako 7,146 ni jimbo la Mfenesini. Kwa hiyo ndio picha halisi ya wapiga kura ambao leo wanatarajiwa ambao wameshaanza mchakato wa kupiga kura. Itakapofika saa 10 akisimama afande pale nyuma, uwe salama tu, kwa sababu atahakikisha wanapiga kura hata kama muda unakuwa kufikia ukomo. Kwa hiyo kwa muhtasari, hiyo ndio ramani ya wapiga kura wa Tanzania ambao hivi leo wanakwenda kufanya uamuzi kwa maisha yao ya baadaye. Na ndio kama yale tuliosema kwamba hiyo tumeangalia majimbo ambayo yana idadi kubwa ya waliojiandikisha, lakini pia na mikoa mingine ile ambayo ina idadi ndogo. Haina tafsiri kwamba sisi ambao tuko hivi kwamba tunaweza tukasubiri au labda namna gani. Wote tuna jukumu moja tu hilo la kwenda kutekeleza haki yetu ya kidemokrasia, katiba, kuhakikisha kwamba tunapiga kura kuwachagua viongozi wetu. Na hapo Esther, wakati ulivyokuwa ukituelezea hivyo pia kwamba kwa mtazamaji anayetufuatilia pia kupitia katika televisheni zetu, wanaweza kuona ndani ya mikoa yao, kwa mfano kuna wagombea wanawake wangapi, wanaume ni wangapi, kule kwenye televisheni yao wanapotazama hizo taarifa wanakuwa wanaziona, takwimu hizo zinakuwa zinapita pale. Kwa mtu anaweza akaendelea kuona pia kwamba mwamko katika mkoa wake ukoje, wanawake wanaogombea ni wangapi, wanaume ni wangapi. Lakini kujiandikisha ni jambo la kwanza na ni muhimu sana, maana kama hujajiandikisha, hata kama sasa hivi umeshahamasika unatamani ukapige kura, lakini hujajiandikisha, huwezi kwenda kupiga kura. Lazima umejiandikisha na jina lako lipo kwenye daftari la kudumu la kupiga kura. Alafu sasa hatua ya pili ambayo ni muhimu ni kwenda kupiga kura, na idadi ni nzuri kusema kweli. Ni karibu ya nusu ya Watanzania ukiangalia takwimu za sensa ya watu na makazi. Yaani watu waliojiandikisha ni idadi nzuri kwa kweli. Ukiangalia Zanzibar ni kama nusu ya Wazanzibari wamejiandikisha, na ukumbuke ile sensa ya watu na makazi ni pamoja na watu ambao pia wako chini ya umri wa miaka 18. Kwa hiyo kama watu wote ambao tumejiandikisha tutatumia haki yetu ya msingi na ya kikatiba, tukajitokeza leo kwa wingi tukapiga kura, kwa kweli tutakuwa tumefanya maamuzi sahihi. Kabisa. Sauti ya wengi, unajua wanasema wengi wapi? Kabisa kama ulivyosema hivyo. Lakini Dar es Salaam ukijaribu kuangalia kwa mfano katika ukubwa wa eneo, kumbe wakati mwingine ukubwa wa eneo hauna maana kwamba ndio ukubwa wa wingi wa watu pale. Eneo linaweza likawa ni kubwa, lakini kumbe watu ni wadogo. Labda pengine anaweza kutupitisha kwenye ramani hii. Anaweza kutupitisha kwenye ramani pia tukaangalia kwamba ukubwa wa mkoa fulani, labda Morogoro. Morogoro ni kubwa ukilinganisha na Dar es Salaam, lakini watu ambao wamejiandikisha baadhi ya maeneo wametuambia Temeke hivi, lakini Dar es Salaam katika ukubwa wa eneo sijui vipi ilingana na eneo, yani ukijaribu kuangalia ukubwa wa eneo ni kadogo tu. Ndio tunasema kwa sababu ni jiji la kibiashara, shughuli za kiuchumi ni nyingi sana. Sehemu nyingine unaweza kukuta maeneo tu tukipita tunavyosafiri unaona maeneo mengine ni mashamba, ni miti tu, ni maeneo ya wazi, lakini Dar es Salaam mpaka watu wengine wanaweza kuishi hata nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, kuashiria kwamba Dar es Salaam imejaa. Kwa sababu unakuta kumejaa sasa, unaona bwana, tusogee pembeni kidogo. Unaweza kutupitisha Dar es Salaam, hapa Dar es Salaam ambako kwa kieneo tutakuja tutazame na eneo lake pia. Hii ndo ramani ya Dar es Salaam. Unaweza kuwa naishi Dar es Salaam lakini pia hujajua kwamba unaishi Dar es Salaam upande gani. Na nina uhakika huo ndugu yangu Evans Mwando huwa anapenda akitaja na wilaya anasema iko upande gani wa jiji. Sasa hii ndo ramani yako ya mkoa wa Dar es Salaam ama jiji la Dar es Salaam. Majimbo yake ni 12 ya uchaguzi, na kama Eliza alivyosema kwamba kuna majimbo mawili Dar es Salaam yameongezwa. Kuna jimbo la Kivule lakini pia na jimbo la Chamazi katika uchaguzi wa mwaka huu. Kivule iko hapa, ni sehemu ya majimbo ambayo yameongezeka katika yale majimbo kutoka 10 kuingia 12, na ni sehemu ya yale majimbo 8 ambayo yameongezeka katika uchaguzi wa mwaka huu. Kivule nayo ina watu wake waliojitokeza kwa mwaka huu katika uchaguzi huu.
Idadi ya wapiga kura wa kivule wako 240,050 waliojiandikisha na wanaume wakiwa ni 108,198, wanawake wakiwa 131,852. Na kwa mgawanyo wa kijinsia wanawake wanasimama 54.9, wanaume wakisimama 45.1. Hapa pia kwa watu wa kijinsia ndugu zangu Eliza kitazama hivi anafurahi kidogo kwamba mwamko unaendelea kuwa mkubwa zaidi. Sasa kwa mkoa wa Dar es Salaam majimbo 12, na kwa wapiga kura Dar es Salaam wote waliojiandikisha kwa mwaka huu ni 4,420,912 Dar es Salaam. Huu ndo mkoa unaoongoza kwa watu waliojiandikisha kupiga kura kwa wingi zaidi kwa mwaka huu wa 2025 katika uchaguzi wa mwaka huu. Kama tulivyosema, kivule yenyewe iko katika jiji la Dar es Salaam. Ni miongoni mwa wale majimbo 12 yaliyo katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Majimbo mengine kwa Dar es Salaam ni Kawe, Ubungo, Kibamba, Mbagala, Chamazi, Ukonga, Kivule na Segerea. Kwa hiyo anatengeneza Dar es Salaam yote kwa ujumla. Hiyo ni kwa upande wa Dar es Salaam ambayo Gabriel alikuwa anaitazama sana iwe sehemu ya kile ambacho anakifanya. Yeye anasema anaishi nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Kwa sababu ya ukubwa. Gabriel Zakaria, tutarejea hapo kwenye ramani. Esero Mafuru, endelea kusalia hapa au unaweza kuja ukapumzika kidogo. Kupumzika kidogo. Bana, mfumo upo tu na tupo nao leo, tunatamba nao siku nzima. Na mtazamaji, haya ni matangazo maalum kabisa na ni mbashara kwa ajili ya uchaguzi mkuu 2025 TBC, tukisema hatuachi kitu. Na moja kwa moja tunaenda kuungana na mwenzetu Amini Mgeni kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Amini Mgeni, karibu sana. Asante sana Elizabeth Mramba pamoja na jopo hapo. Nimependa kauli yako uliomalizia hapo kwamba TBC mfumo tuko nao na tutatamba nao, na wanaotufuatilia mambo yatakuwa matamu zaidi pale baadaye ambapo takwimu zitakuwa zinakuja kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, pale ambapo hayo majedwali yatakuwa yanajazwa nani ni nani na maamuzi. Tuko hapa tangu majira ya asubuhi na tayari wapiga kura walishaendelea kupiga kura hapa, na zoezi linaloendelea, mtu anapiga kwa ungwana kabisa na utulivu, na niseme tu hali ni ya utulivu mno na zoezi linaendelea. Niwakumbushe tu, hiki ni kituo ambacho mgombea uraisi kupitia Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan daktari atapiga kura hapa, na tuko hapa ili kuonyesha kila kitu. Lakini pia tumezungumza na wananchi ambao ni wapiga kura wenzake katika eneo hili, tayari wameshaanza kujitokeza, na wengi wakitoa wito kwamba walioko nyumbani waendelee kujitokeza kwa wingi ili kuhakikisha kwamba ile ikama ya wapiga kura milioni 37,600,000 na ushe hivi, nisiingilie mambo ya takwimu, ni ya kwenu hapo studio kuyaweka sawa, lakini tuko hapa kuhakikisha kwamba mambo yatakuwa sawa, na sisi kazi yetu ni kuitikia wito tu, kukuonyesha kile kilichojiri tu. Lakini tangu majira ya asubuhi hali ilikuwa ni ya utulivu na mambo sio sawa sawa na siku nyingine, ikiashiria kwamba Watanzania wameamua kutoa nafasi kwa majukumu mengine wapige kura, lakini wale ambao wameshapiga kura tayari wameendelea kuna majukumu mengine, kama ni biashara, kama ni nani, tayari ameshatimiza majukumu yake, anakwenda kusubiria. Kama lile tamko na utaratibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwamba ukipiga kura usipige kambi katika kituo. Wewe endelea na shughuli zako pale, baadaye mamlaka na taratibu zinazoendelea zitaendelea, ikiwa ni kutoa matokeo kuanzia ngazi ya chini kwenye vituo, yatabandikwa kwenye mbao za matangazo, lakini baadaye kwa wabunge itatangazwa katika wasimamizi wa uchaguzi kwenye vituo vinavyohusika. Yale ya wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itakuambia iko wapi, lakini ni kuhakikishie tu walipo na sisi tupo, hatuachi kitu. Tutakuletea kila kinachojiri na matamko ya moja kwa moja pale ambapo takwimu zitaanza kuleta matokeo. Ni haya tuliokuwa nayo hapo studio. Kama kutakuwa na la zaidi, basi tunaweza tukazungumza. Amini Mgeni, pengine watu ambao wana mahitaji maalum, ni wazee, wanawake wajawazito, wanawake ambao wananyonyesha, ni kwa kiasi gani miundombinu kwanza ni rafiki kwa watu wenye mahitaji maalum, lakini ule uharaka pia wa zoezi zima? Na kama unavyojua maelezo na sisi tulikuwa tukitazama
taarifa na maelezo yaliyotolewa na mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, lakini pia mkurugenzi wa uchaguzi hapo awali, akieleza kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeweka mazingira mazuri kwa watu wenye mahitaji maalum. Na tukisema wenye mahitaji maalum hapa si walemavu peke yake, kuna wazee na kuna wamama ambao wengine ni wajawazito na wengine wana mahitaji maalum. Uko usaidizi maalum, ukifika ni rahisi kutambuliwa na utapata usaidizi ule unaotosha, na usaidizi ambao hautaingilia demokrasia ya mpigaji kura. Maamuzi ya kupiga kura bado yatabakia kuwa ni mikononi mwake yeye mwenyewe. Baada ya siku 60 za wanaotaka kupata fursa ya kusema, basi yeye sasa anaamua ampe nani, diwani, mbunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa unaweza kusema mazingira kwa hapa tulipo yamekuwa ya utulivu na yamekuwa rafiki kwa watu wenye mahitaji maalum. Hapa Chamwino Ikulu hapo wastaafu wengi na wazee wenye umri wa juu kidogo, na mwanzoni katika baadhi ya maeneo walipewa fursa ya kwanza wao kuwa wa mwanzo zaidi, na pale wanapohitaji usaidizi unaotakiwa mambo yanaendelea. Na unaona kabisa kwamba na kabla hawajafika kwenye kituo, ndugu jamaa na marafiki na wenyewe wamekuwa wakiwasaidia. Wakifika kwenye kituo, maafisa wanaohusika hapa waliowekwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, wao wamekuwa wakipokea kijiti na kuwasaidia ili watimize kile ambacho demokrasia inataka. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi inayoendelea hapa. Amini, tofauti na chaguzi zilizopita, uchaguzi wa mwaka huu ni kwamba tume imeruhusu pia wenye vitambulisho vingine mbali ya kile cha kupigia kura, nikimaanisha pasi ya kusafiria, kitambulisho kile cha taifa. Vipi hawa pia wameonekana katika vituo hivyo wakipiga kura kwa kutumia vitambulisho hivyo? Naam, wameonekana na tulikuwa tukiangalia hapa mapema. Wale ambao wenye vitambulisho kama kwa mujibu ambavyo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilisema kwamba unaweza ukawa na kitambulisho kingine. Muhimu ni vitambulisho vinavyotambulika. Na ukifika pale vinahakikiwa majina yaliyoko kwenye kitambulisho kile yasadifiane moja kwa moja na yale ambao uliandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Watawanisha hicho, na wakisha wanisha hicho basi wanakuruhusu upige kura. Kwa hiyo hiki ndio ambacho kinaendelea hapa, na baadhi wamejitokeza, imefuata hivyo na wamepiga kura kwa utaratibu kwa kufuata sheria. Bahati nzuri maafisa wenyewe wanaangalia sheria inasemaje. Lakini lingine ambalo tumeliona likitokea hapa kwamba kwa mujibu wa sheria na utaratibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi unaruhusiwa kupiga kura, kumpigia kura rais katika eneo lolote. Kwa hiyo hilo pia tumeliona hapa. Unahakiki tu kama kwa mfano wewe ulikuwa eneo fulani na ulijiandikisha eneo lingine, unaruhusiwa kwenda kwenye kituo na kumpigia kura rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hilo na lenyewe tumeliona hapa, na baadhi ya waandishi walikuwa katika shughuli zao tumeona wameweza wakitekeleza hilo, kupiga kura katika eneo hili baada ya uhakiki na taratibu nyingine za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kupitia maafisa wake kwenye vituo waliofanya hivyo. Kwa hiyo kwa hapa zoezi linaendelea kwa utaratibu, kwa maana ya kwamba kulingana kufuata taratibu zilivyo na zinafuatwa mno, na hata wananchi wanaokuja hapa wametulia na wanafuata taratibu, na kila mmoja akipiga kura anaondoka zake kwenda kusubiri wenye dhamana wafanye hivyo. Ndicho kinachoonekana hapa Ikulu Chamwino. Asante sana Amini Mgeni kutoka katika kituo hicho cha Ikulu Chamwino cha kupigia kura, ambapo umetueleza pia anatarajiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni mgombea wa kiti cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi, kupiga kura. Na pindi basi atakapowadia hapo, bila shaka tutarejea tena kwako Amini Mgeni. Yes, sawa nadhani Amini sasa ametupata vizuri bila shaka. Nadhani sasa Isero pengine atupitisha katika mkoa wa Dodoma, tuone mkoa wa Dodoma, lakini pia na tuangalie pia jimbo hili la Chamwino, tuone hali koje ya waliojiandikisha kupiga kura, ili tuweze kusema nao watu. Na namba moja pia ni miongoni mwa hao atakayeenda kupiga kura vile vile. Unaweza ukaweka historia ya piga kura pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mlivyonituma, mimi sasa nitekeleze maagizo. Dodoma, makao makuu ya nchi, inayo majimbo 11 ya uchaguzi kwa uchaguzi wa 7 huu tangu kurejeshwa mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania, na miongoni mwa majimbo ambayo tumeyataja hapo ni Chamwino. Lakini kuna Bai, kuna Chemba, kuna Dodoma mjini, kuna Mtumba, kuna Kibakwe, Kondoa mjini, Mpwapwa, Mvumi na Kongwa. Hebu mahususi kabisa ambapo Amini hapa ameshaanza kutulipotia, tuyatazame mambo ya kule Chamwino. Na Chamwino wao ni miongoni mwa majimbo ambayo
watu wake wapo 133,864 waliojiandikisha kupiga kura kwa mwaka huu, idadi ya wanawake ikiwa ni 67,552 na wanawake wakiwa ni 66,312. Kwa uwiano huu umepishana sana kidogo sana kwenye idadi ya waliojiandikisha, wanawake wakiwa ni 49.5%, wanaume wakiwa ni 50.5% ya wapiga kura wote. Na hao ni sehemu ya wakazi wa Dodoma waliojiandikisha kupiga kura kwa mwaka huu ambao ni 1,747,004. Au ndio watu wa Dodoma waliojiandikisha kupiga kura kwa mwaka huu. Hii ni Chamwino ambayo mimi alikuwa akitulipotia hapo, lakini hapo Dodoma pia kuna jimbo jipya limezaliwa, jimbo la Mtumba, na pale tunafahamu Mtumba sasa hivi kumekucha sana, yale majengo marefu marefu Dodoma yako katika jimbo hili la Mtumba. Hapa Mtumba mgawanyiko wa idadi ya watu waliojiandikisha yenyewe iko katika jiji la Dodoma ni wapo 247,651, na kwa upande wa wanaume wapo 124,243 na wanawake wakiwa ni 123,408. Pia hawajapishana sana kwa idadi, ni kama watu 900 tu hivi ambao wanaume wamewazidi wanawake katika kujiandikisha. Na hata asilimia za mgawanyo wa kijinsia zinatuambia kwamba wanawake wapo 49.8%, wanaume wakiwa ni 50.2%. Nao ni sehemu ya wanaotengeneza watu 1,747,004. Hao ni watu wa Dodoma katika majimbo yote 11 ya mkoa wa Dodoma. Tunafahamu Dodoma makao makuu ya nchi, na sasa hivi pia siasa za vyama vyote zinapigwa kwa nguvu sana katika mkoa huu wa Dodoma. Gabriel na Lizi. Na Dodoma ni mkoa ambao kwa kweli hivi sasa unakuwa sana. Kama ulitembelea Dodoma kama miaka 5 au 7 iliyopita, afu ukaenda sasa hivi Dodoma, unaweza ukadhani labda uko mkoa mwingine. Watu wamekosea. Ni mkoa ambao tangu makao makuu yalipohamia ukweli kabisa. Maana Dodoma ilikuwa na makao makuu ya nchi, lakini sasa ilipohamia ofisi za serikali zikahamia, mawizara na kila kitu, umechangamsha sana ule mkoa. Kwa hiyo hata kwenye idadi hiyo ya watu ambao wamejiandikisha kwenye kupiga kura, inaashiria kwamba ni mkoa ambao unaangalia sasa maendeleo yake kwa ukaribu zaidi, tofauti na kipindi kile cha zamani. Dodoma sasa hivi kama ulivyoeleza Liza, ni kwamba unaweza ukapotea. Kama sio mwenyeji Dodoma sasa hivi unaweza ukapotea kulingana na mabadiliko yaliyopo. Ukiangalia majengo ya kisasa katika kila mahali, na usisahau pia Vikonje, kile kitu cha pale makao makuu ya shirika la utangazaji Tanzania linajenga makao makuu yake katika eneo la Vikonje, na yatakuwa si mchezo. Taswira ya vyombo vya utangazaji hapa nchini Tanzania kwa kweli itakuwa si mchezo. Lakini pia kingine ni kwamba katika jimbo hili la Mtumba, ili jimbo jipya la Mtumba pale, tumeona kwamba ni jimbo ambalo ni jipya, lakini tunaona pia idadi ya watu waliojiandikisha 200 na kitu. Mimi bado msisitizo wangu ni ule tu kwamba tukijiandikisha ni hatua moja muhimu sana. Lakini hii ya leo, yani kwingine kote huku, hii ya leo tusipoitekeleza, hii ya leo itakuwa kujiandikisha kwangu maana yake haupo. Kwa hiyo bado tuna muda. Bado tuna muda kwamba kama sasa hivi labda mtazamaji anaamka anatazama hivi, anatufuatilia katika matangazo haya, bado muda ni sasa tuende tukatekeleze haki yetu ya kikatiba. Tukafanye maamuzi kwa kweli. Tukafanye maamuzi. Ili Esero Mafuru, Mtumba bila shaka lilimegwa kutoka jimbo la Dodoma mjini. Labda tungeangalia Dodoma mjini na lenyewe na takwimu zake zinasemaje mpaka ikaonekana kwamba sasa inabidi litengenezwe jimbo jingine kutokea hapo. Nadhani Amini pia akija tusimulie vizuri, maana yeye anasema haya majimbo ni majimbo ndugu, ni jirani. Mtumba, ukiona Mtumba utahisi ni huko kabla hujafika mjini, kumbe wote wako mjini, wanatenganishwa tu na barabara. Kwa hiyo mtu aliyekuwa akivuka barabara anaingia Dodoma mjini jimboni, mwingine akivuka barabara anaingia Mtumba. Zile barabara atakuja tuambia Amini kwa majina yake uzuri. Umesema Dodoma mjini. Dodoma mjini wao waliojiandikisha katika
mwaka huu wa uchaguzi wako 242,330 na wanaume wakiwa ni 123,038, wanawake wakiwa 119,292, na kwa mgawanyo wa kijinsia wanawake wapo 49.2%, wanaume wakiwa 50.8%. Unaona hakuna mpishano mkubwa sana baina yao. Hii ni kuonesha pia kwamba pengine hamasa baina ya makundi haya mawili ya kijinsia imekuwa ni kubwa pia katika kuelekea uchaguzi. Na kwa mwaka huu wanaume kidogo ni kama kuna mabadiliko. Mwamko umekuwa mkubwa. Kwa sababu chaguzi zilizopita ilikuwa wanaume huku na watafuta sana kwa toji kwenye hizi asilimia, wanawake wakiwa wamepiga gap kubwa sana. Kwa hiyo ni tofauti pia kidogo iliyopo kati ya Dodoma mjini na jimbo la Mtumba. Haya ni majimbo jirani yote kwa pamoja katika majimbo 11 ya uchaguzi kwa mwaka huu. Lakini pia tunaweza kutazama Dodoma ina majimbo 11 ya uchaguzi. Kuna mikoa ya Tanzania bara ambayo ina majimbo mengi zaidi, ile mikoa mitatu. Dar es Salaam tumeshatazama, kuna Tabora mkoa mkubwa zaidi kieneo Tanzania, lakini pia kuna mkoa wa Tanga wenyewe na majimbo 12 ya kiuchaguzi. Pengine tukapige mwendo kuelekea pale, tuelekea hapa Tabora, mkoa mkubwa kabisa kieneo nchini Tanzania, nao una majimbo yake 12 ya uchaguzi. Pasi na shaka tutapata ripoti zaidi hapo baadaye pia kutoka Tabora. Watambie wana wa Tabora na wao wana mwelekeo wa kiuchaguzi wanafanyaje shughuli zao. Lakini uzuri wa hii ramani yetu pia ni kwamba ukiona ni kubwa hivi, kama eneo lako lionekani, mimi sitokuwa na iana na wewe, nitakusogezea mpaka uiangalie ramani yako kwa uzuri zaidi ionekane hapa. Huu ni mkoa wa Tabora ambao ni mkubwa kieneo nchini Tanzania, ukiwa na majimbo yake 12. Watu wakaliua pasi na shaka wako wamejipanga hivi sasa kwenye foleni kwenda kupiga kura. Tunaamini kwamba watu wa Uliankuru pia, yote ni wilaya ya Kaliua katika mkoa wa Tabora, ina majimbo yake 2, Kaliua na Uliankuru. Lakini watu wa Bukene, Urambo, Sikonge, Igarura, Tabora mjini, Igunga, Uyui, Manonga, Nzega vijijini na Nzega mjini, haya ni majimbo 12 ya kiuchaguzi kwa mkoa wa Tabora. Tukitoka Dar es Salaam majimbo 12, Tabora majimbo 12. Lakini upande mwingine kuna kuna mkoa wa Tanga. Hapa Tanga pia wana mambo yao, majimbo 12. Kabla ya Tanga, Tabora ni mkoa mkubwa ambao ukijaribu kuangalia katika ukubwa wake wa eneo. Eneo. Lakini ukijaribu kuangalia mabadiliko yanayotokea mara kwa mara, huwa kwamba mkoa huu labda unamegwa kidogo kuunda mkoa mwingine au kuongeza wilaya. Tabora imeendelea kubaki kama Tabora vile siku zote, kubaki vile. Esero, vipi hapo? Kwamba Tabora endelea, hakuna mabadiliko, huoni mabadiliko kwamba katika kumega labda eneo kutengeneza mkoa mwingine au jimbo jipya au nini, tofauti na maeneo mengine kama ambao tulio. Uzuri wa Tabora pia, Gabriel, kwamba kuna baadhi ya maeneo ni hifadhi kubwa kabisa, ambazo kwa mfano ukiwa kama unatoka Tabora kuelekea kule Katavi, ukipita Sikonge, eneo kubwa zaidi ni hifadhi. Kwa hiyo nayo inafanya muda mwingine kumega hayo maeneo, kwa sababu tusijipendelee tu sisi wenyewe binadamu, hata viumbe wengine wakiwemo wanyama wanataka kupata hifadhi, kama ilivyo mkoa wa Lindi pia, eneo kubwa lakini pia ina sehemu kubwa ya hifadhi katika mkoa wenyewe. Kwa hiyo kwa Tabora iko hivyo na majimbo yake 12. Na tulisema pia Tanga, mkoa mwingine wenye idadi kubwa ya majimbo kwa upande wa Tanzania bara, majimbo 12. Ina jimbo la Kilindi, kuna jimbo la Handeni, lakini pia kuna Handeni mjini, kuna Pangani, kuna Muheza, kuna Tanga mjini, Korogwe mjini, Korogwe vijijini, Bumbuli, Lushoto, Mkinga, lakini pia na Mlalo. Hiyo ni kwa idadi ya majimbo katika mkoa wa Tanga ulioko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pasi na shaka kwa majimbo yote hapa pia watu wa Tanga pia wamejisubirisha kwenye foleni kupiga kura za kimsingi kwa ajili ya kuamua maisha yao kwa miaka 5 yatakuwaje. Kwa hiyo ni kunani huko Tanga waja leo na kurejea majaliwa au siku watu wanaenda na kurudi. Siku hizo wamesema ni lango la ukuaji wa uchumi. Mkoa wa Tanga pale anasema
Mheshimiwa Matilda Borian anasema kwamba bwana, siku hizi lango kuu la uchumi ile kwamba hoja leo kurudi Majaliwa sana sana, siku hizi mambo ya uchumi ndio. Mambo ya uchumi. Ndio mtazamaji, unafuatilia matangazo haya mbashara kabisa ya uchaguzi mkuu 2025 TBC, tukisema hatuachi kitu, na lengo letu la kuwa hapa mtazamaji ni kuhakikisha haupitwi na kitu. Tutapita katika mikoa, majimbo mbalimbali ya uchaguzi kutaka kuangalia namna ambavyo wananchi wamekuwa na mwamko wa kujitokeza na kushiriki katika zoezi zima la kutumia haki yao ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura, na kukuonyesha pia watu mbalimbali mashuhuri pamoja na wagombea wa kiti cha urais na wagombea wenza wakipiga kura. Na tayari wagombea wa kiti cha urais ambao tayari wameshapiga kura, na mtazamaji tulikuonyesha mbashara kabisa kupitia kipindi cha Jambo Tanzania, ni pamoja na mgombea Majalio Kiara ambaye yeye ni mgombea urais kupitia chama cha Sauti ya Umma, lakini vile vile mgombea wa UPDP Twalib Kadege wa chama cha UPDP tayari naye ameweza kupiga kura yake. Na kadiri wagombea hawa kiti cha urais watakapokuwa wakipiga kura, tutakuwa tukikuletea matangazo haya mbashara kabisa. Tuko hapa saa 24 kuhakikisha pia haukosi kitu chochote. Vile vile kule Zanzibar, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye pia ni mgombea wa kiti cha urais pale Zanzibar tayari ameshapiga kura yake. Kwa hiyo tutakuwa tukikujulisha pindi ambapo viongozi wa kitaifa, watu mashuhuri wakipiga kura, utawashuhudia mbashara kabisa kupitia kituo chako cha uchaguzi, tukisema kwamba uchaguzi huu hatuachi kitu chochote. Lakini vile vile tuna mfumo mtazamaji ambao tunautumia katika kukupa takwimu mbalimbali ya majimbo ya uchaguzi na mambo mengine ambayo tutakuwa tukikujulisha kadiri muda unavyoenda. Leo ni siku ya kupiga kura, kwa hiyo tunajikita katika takwimu mtazamaji za kukumbusha majimbo ambayo tunayo ya uchaguzi na kukuhimiza wewe basi uweze kujitokeza kushiriki katika kupiga kura. Esero Mafuru tayari umeshasogea sehemu nyingine bila shaka. Sasa kama ulivyosema, namba hazidanganyi. Maneno yanaweza kuwa yasiishe, lakini namba zikisimama huwa hazina mbadala, zinasimama na kutuonesha tu mambo yalivyo. Sasa tuangalie katika eneo jingine. Hii ni kwa mkoa wa Dar es Salaam. Tulikuwa tumeshapita na kuna takwimu mbalimbali katika mkoa huu wa Dar es Salaam na mikoa mingine tutakayotazama. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tumesema awali una majimbo 12, lakini pia ukiwa na wagombea wote kwa ujumla wa ubunge waliojitokeza mwaka huu katika majimbo haya, wapo wagombea 199 Watanzania waliojitokeza katika kuwania nafasi hizi. Jimbo la Temeke ambalo ndilo lenye idadi kubwa ya wapiga kura zaidi Tanzania kwa mwaka huu lina vyama 18 vilivyosimamisha wagombea wake. Kwa hiyo vyama vyote ambavyo vinashiriki uchaguzi kwa mwaka huu pale Temeke havijaacha kitu. Lakini jimbo jingine ni Segerea ambalo pia linafuata kwa idadi kubwa ya watu waliojiandikisha kupiga kura Tanzania. Vyama 17 katika nafasi ya ubunge vimesimamisha wagombea, lakini Ubungo vyama 15 vikaona sisi tunaitafuta hiyo nafasi moja. Kwa upande wa Kibamba sawa na Ubungo pia vyama 15 vimepeleka wagombea. Kinondoni Kibamba vyama 17 vimepeleka wagombea. Kawe nisipite bwana, jimbo la jirani na anakoishi Gabriel wapo wagombea 15. Kibamba pia wagombea Kibamba wagombea 17 wa vyama vya siasa. Kinondoni pia wakasema hatuachi kitu, wamekuja wote. Vyama vyote vimesimamisha wagombea pale Kinondoni. Mbagara vyama 17, Ukonga vyama 17 pia, Chamazi vyama 16, Kigamboni vyama wagombea 17 wa ubunge, Kivule 17, Ilala vyama 15 vimesimamisha wagombea. Na kwa idadi hapa, kwa mlinganyo wa idadi, wanaume kwa Dar es Salaam waliojiandikisha kupiga kura mwaka huu wapo 2,258,974. Kwa wanawake Dar es Salaam waliojiandikisha kupiga kura katika uchaguzi wa mwaka huu wapo 2,161,938. Hapa pia tunaweza kuchora picha ya namna vyama vilivyokwenda, Gabriel. Tunaona kuna majimbo, nikiangalia hapa majimbo mawili vyama vyote vimesimamisha wagombea, lakini na idadi pia ambapo wamesimamisha wagombea wachache ni wagombea 15. Kuna kitu cha kutazama hapa pia.
Lakini mimi naona Sero hapo ametueleza kuhusu idadi ya vyama kwamba vimesimamisha wagombea wao, lakini hivi vyama vipi tunaweza kujua kwamba ni chama kipi, vyama gani, vyama gani? Kwa sababu tuambie vyama vipo 17. Si ndio? Kwa maana nafasi ya urais 17 viko 18, lakini tunaweza kufahamu labda sasa Gabriel Zakaria, kwa sababu leo ndo siku yenyewe rasmi ya Watanzania kufanya maamuzi. Sasa hayo tuyawaachie wao, ya mambo ya vyama hiki kimeweka hiki na nini kimeweka hiki tuviache kwanza kwa muda, ili atuonyeshe tu tuweze kujua tu kwamba au wagombea waliosimamishwa ni wangapi. Inatosha. Bila shaka tunaamini mtazamaji tayari ulihudhuria kampeni, umewasikiliza sera za vyama mbalimbali, unajua kabisa kutoka moyoni mwako kwamba leo naenda kumpigia mgombea wa chama fulani. Kwa sisi ni kukuhimiza tu mtazamaji ushiriki kupiga kura, kufanya maamuzi ya kumchagua kiongozi ambaye unamtaka. Leo ndo kazi yetu. Kwa takriban miezi miwili ulipata fursa ya kuwasikiliza wagombea hao 18 kutoka vyama mbalimbali vya siasa, ambavyo leo tutamani sana kuvizungumzia hivyo vyama vya siasa ambavyo tunaamini wewe tayari una taarifa zake. Lakini tutakujuza tu kwamba Dar es Salaam kuna majimbo haya na vyama ambavyo vimesimamisha wagombea wako wagombea 18, lakini mambo ya vyama tutaviacha kidogo Gabriel. Tuangalie mikoa mingine. Sawa. Katika mikoa mingine Sero vipi? Tuendelee. Hii sasa ndio ilikuwa ni au ile yenye kuonyesha idadi ya kura, idadi ya wapiga kura kwa wapiga kura 12 Dar es Salaam waliojiandikisha kwenda kupiga kura, sio? Hawa ndio wamejiandikisha. Sasa kama tunavyoendelea kutoa msisitizo kwamba idadi hii siwe tu una ile kadi yako ya kupigia kura ama taarifa zako ziko kule kwenye daftari la wapiga kura la kudumu la wapiga kura, basi idadi hii iende ikaakisi kwenye sanduku lile la kupiga kura, uamue kutoka Temeke watu 560,788 mpaka jimbo la Ilala. Tutazame kitu hapa Gabriel na Elizabeth, lakini pia na mtazamaji wetu. Ilala, tukisema Ilala ndo mahali kuna vitu vingi vya msingi, ndo jiji lenyewe kabisa. Ilala wana Ikulu, Ilala pale ndo wako na bandari ya Dar es Salaam, Ilala ndo wana Kariakoo, Ilala bana hivi posta pia sipo kwao, na posta ndo kwao. Na watu kusema bwana naenda mjini, anamaanisha sehemu kubwa sana naenda Ilala. Mbona Ilala hapo watu ni wachache sana ukilinganisha na huku Temeke? Wako 179,864 waliojiandikisha kupiga kura. Na unajua wakati mwingine Sero Mafuru inaweza ikawa hivyo kwa sababu Ilala ni maeneo kwa kiwango kikubwa ya ofisi za kufanyia kazi, biashara na mambo mengine kama hayo. Unaweza kukuta mtu anafanya kazi Ilala lakini anapoishi ni sehemu nyingine. Anakwenda zake Temeke. Anaenda zake Temeke, TMK ndio nyumbani kwake. Kwa hiyo mara nyingi watu wanajiandikisha ili aweze kupata fursa ya kumchagua diwani wa pale anapoishi kwenye mtaa wake. Japokuwa wakati mwingine anaweza mtu akaamua kujiandikisha pia katika eneo lake la biashara, lakini mara nyingi mtu anajiandikisha pale nyumbani anapolala na kuamka. Kwa hiyo inawezekana hii inakuwa ni sababu moja. Zipo sababu nyingi ambazo zinaweza zikachangia. Na Ilala si unapajua penyewe alivyokaa kishuashua. Kwa hiyo washua anaishi nyumba moja sijui ni kubwa kiwango gani, natumia kiwanja kikubwa, lakini kwetu kule Temeke unaonaje? Yes, na kama hivi kwamba mtu anatoka zake Bunju na kwenda kufanya biashara Ilala pale mjini posta au anakwenda Kariakoo. Kwa hiyo ni kwa mkoa wa Dar es Salaam. Tuelekee katika bado tuko katika ukanda huu wa Pwani mashariki mwa Tanzania. Hii ni mkoa wa Pwani na una majimbo 9 ya uchaguzi mkoa huu, na waliojitokeza katika kugombea kwa vyama vyote kwa majimbo yote wapo 74 waliojitokeza katika mkoa wa Pwani. Wapo waliojiandikisha ni 1,413,749, wanaume wakiwa 710,012, wanawake wakiwa ni 703,737. Tunatazama hapa katika mikoa ambayo tumekwisha itazama, bado inaonekana kwa asilimia kubwa hivi wanaume walikuwa na mwitikio mkubwa wa kujiandikisha. Sasa wasije wakapinduliwa meza na wanawake kwenye kupiga kura. Inabidi huo mchuano kuelekea kwenye sanduku la kura kwa mwaka huu. Kwa jimbo la Mkuranga vyama 7 pekee vimesimamisha wagombea, lakini jimbo la Chalinze vyama 8, Kibaha vyama 14 vimesimamisha wagombea kwa ubunge, Bagamoyo ni vyama 10, Kibiti ni vyama 5,
Kisarawe vyama 13, Rufiji vipo vyama 6, Kibaha vijijini ni vyama 8. Kule Mafia wamesema wanaenda hawa watatu pekee wamesimamisha. Estero Mafuru ni picha tofauti kabisa ukilinganisha na mkoa wa Dar es Salaam na majimbo yake. Nadhani jimbo ambalo limesimamisha wagombea wachache ni 15. 15 Dar es Salaam, majimbo matatu yamesimamisha wagombea. Lakini ukiangalia hapa ni picha ya tofauti, hata 15 hapa haipo. Wamejitahidi Kibaha mjini wapo 14. Ambao ni wengi ni 14. Kwa hiyo tunaweza kaangalia pia hali ya jiografia wakati mwingine pia nayo lakini ushawishi wa jiji la Dar es Salaam, wagombea wanashawishika sana. Maana Dar es Salaam ndo tuseme ndo Tanzania, ni mji ambako eneo lake ni dogo, lakini ushawishi wake kwa masuala ya kibiashara, uchumi, kuchangamka, ni jiji la biashara. Kwa hiyo wagombea wanakuwa wanashawishika sana kuhakikisha kwamba wanaweka mtu katika mkoa wa Dar es Salaam. Ndio hicho tunachokiangalia katika miji. Ukiangalia mijini, kuna mijini katikati kwa kiasi kikubwa sana, sehemu kubwa ya mijini wagombea pia ni wengi, tofauti na maeneo mengine ya pembezoni. Kwa unakuta baadhi ya majimbo yaliyoko pembezoni wagombea labda vyama vimesimamisha wagombea wachache, au vyama vichache vimesimamisha wagombea wao, lakini maeneo mengi ya mijini wengi, karibu vyama vyote utakuta kwamba vimesimamisha wagombea. Sababu kila mtu anataka kubaki mjini, sijui. Na mjini ndio kuna pesa, Gabriel Zakaria. Hiyo sema utapata shambani pia. Mali utazipata shambani. Na mtazamaji wa TBC1, haya ni matangazo bashara ya uchaguzi mkuu 2025 TBC, tukikwambia hatuachi kitu. Tunaendelea kupita katika takwimu, lakini vile vile kuangazia kile ambacho kinaendelea katika maeneo mbalimbali ya kupiga kura. Na mbio tuelekee kule Mwanza kwake Egidus Audax, ambapo mgombea wa chama cha ADA TADEA naye anatumia haki yake ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura. Egidus Audax, wakati wako. Asante sana studio, mimi nimewapata vema nikiwa hapa katika kituo